Ukiweza kuwa na nia sahihi, ukiweza kuacha kuwa na mtazamo kama huu, nataka kukuvutia, najali unavyofikiria kunihusu, wajua nafanya kwa ajili ya nini. Ikiwa unaweza kufikia mahali ambapo unasema, Mungu, sitaki kuhusishwa na jambo hili, ikiwa wewe mwenyewe huhusiki. Ikiwa si wewe, ikiwa huhusiki, basi sihusiki. Sitaki kuhusika tena katika kazi zozote zisizo na uhai na zisizo na upako katika maisha yangu. Ninachotaka kufanya, nataka kukifanya kwa urahisi na kwa nguvu, na Mungu atabasamu kama ishara ya kupendeza kwake na maisha yangu. Sasa cha kusisimua ni kwamba nia ilikuwa mojawapo ya mambo ya kwanza kabisa ambayo Mungu alinenea kwa dhati kuihusu nilipokuwa naanza kusoma Biblia miaka 35 iliyopita. Na nafikiri ni muhimu sana kwa kila mtu, lakini nadhani ni muhimu hata zaidi kwa yeyote atakayetumiwa na Mungu katika huduma, kwa sababu kwa kweli huwezi kufaulu kabisa katika kitu chochote unachofanya ikiwa unakifanya kwa nia mbaya ulizozificha. Watu kama hao huishia kusambaratika katika wakati fulani maishani mwao. Tunaweza kuficha mambo kutoka kwa watu, tunaweza hata kuyaficha kutoka kwetu sisi wenyewe, lakini hatuwezi kuyaficha kutoka kwa Mungu. Je, mmenisikia? Nimesema tunaweza kuficha mambo kutoka kwa watu, tunaweza hata kuyaficha kutoka kwetu sisi wenyewe lakini hatuwezi kuyaficha kutoka kwa Mungu. Na nashukuru Mungu kwa huduma ya Roho Mtakatifu anayetuongoza katika ukweli wote. Katika ukweli wote. Na si ukweli tu usiobainika vyema. Yeye hutuongoza kujua ukweli kutuhusu sisi wenyewe. Na ikiwa tuko tayari kukabili ukweli, basi tunaweza kuinuliwa hadi kiwango kipya. Kila wakati ambapo Mungu ameniinua hadi kiwango kipya cha kiroho au hata katika huduma, kumekuwepo na kitu ambacho Mungu amelazimika kukabiliana nacho ndani yangu. Mimi husema ili uinuliwe ni lazima mwili wako ushushwe kwa kiwango fulani. Sijui ni kwa nini, pengine kwa sababu nilikuwa na nia mbaya, sijui, lakini Mungu alikabiliana nami mapema kuhusu swala hili la nia. Na nakumbuka maandiko haya na nitasoma pamoja nanyi. Yamkini takriban miaka 34 iliyopita, Mungu alianza kunionyesha maandiko haya. Haya, tusome. Mstari wa 11, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu. Sasa Paulo, mtume Paulo, katika mstari wa 10 anasema, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Tumeokolewa kwa neema, neema kamilifu. Hakuna kitu tunachoweza kufanya ila kupata wokovu. Na msingi huo wa kujua sisi ni kina nani ndani ya Kristo lazima uwe wa kwanza maishani mwetu. Kisha anasema, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Kwa hivyo ningependa kusema hivi, sasa tunao msingi wa Yesu Kristo maishani mwetu. Wangapi kati yenu wameokoka? Sawa, basi unao msingi wa Yesu Kristo maishani mwako. Sasa sababu yako ya kuwa hapa jioni ya leo ni kwamba unataka kujenga maisha yako. Unajenga. Mungu ndiye mwashi mjenzi mkuu na anatusaidia kujenga maisha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Lakini jinsi tunavyojenga maisha hayo, vitu tunavyotumia na nia tunayokuwa nayo tunapojenga maisha hayo ni muhimu sana. Anasema unaweza kujenga kwa kutumia dhahabu, fedha, miti, majani au nyasi. Unajenga maisha ya aina gani? Je, unajenga maisha halisi au maisha bandia? Je, unavaa barakoa na kucheza michezo na watu, au unajaribu kwa kweli na kwa dhati kufanya kile kitu unachoamini kuwa Mungu anakuambia ufanye na unakifanya kwa ajili yake na wala si kumvutia mtu yote mwingine? Sijui. Hiyo ni kati yako na Mungu. Lakini natumai kuwa kila mmoja aliye hapa jioni ya leo ataenda nyumbani na atafakari kwa kina. Hebu niwaulize swali. Ni mambo mangapi unayofanya katika maisha yako ambayo huhisi yana upako wowote na wala hayakuhudumii uhai wowote, lakini unayafanya tu hata hujui unayafanya kwa nini? Unayafanya kwa sababu kila mtu unayemjua anafanya na hutaki kuachwa nyuma. Ni mambo mangapi unayafanya ili kuwafurahisha wengine, lakini ndani yako huhisi kama yanafaa? Na mimi pia hujiuliza maswali haya, sio yako pekee. Ni mambo mangapi unayofanya ambayo unayachukia?
Kwa hakika naamini kwamba ninachokufundisha jioni ya leo kinaweza kubadilisha maisha yako ikiwa utakitilia maanani. Siwezi kukuhakikishia kuwa kitakufanya uhisi kuwa sawa mara moja, lakini naamini kuwa kinaweza kubadilisha maisha yako sana. Tazama, ni lazima tujifunze kuishi mbele za Mungu peke yake, kwa sababu haya yote yatakapofika mwisho, na itafika hivi karibuni. Sijali ikiwa utaishi miaka 100, hiyo ni kama chembe ya mchanga kwenye bahari ya uzima, na Mungu ndiye tunayehitaji kuishi kwa kumpendeza. Ikiwa unataka kumpendeza yeyote, basi iwe Mungu. Ni lazima tujifunze kufanya kila kitu tunachofanya kwa ajili ya Mungu, wala si kwa sababu yoyote nyingine. Amen. Ni mambo mangapi unayoyafanya ambayo unanung'unika kuyahusu? Ni mambo mangapi unayoyafanya ambayo huwa mzigo kwako na hukupa msongo wa akili, na unayafanya tu ili utengeneze pesa au ili upande kiwango kingine kwenye ngazi ya fanaka, au kwa sababu tu unataka kujua kila kitu? Nakumbuka wakati nilipokuwa nahusika na mambo ya kila aina kanisani, kwa sababu tu nilitaka kujua kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Ndiyo, nawaambia tu ukweli. Na wajua, Mungu alianza kuniambia, huhitaji kujua mambo hayo. Unajichosha kwenda huko kila jioni kwa kamati hii, kamati ile, ukihusika hapa, ukihusika pale, ukisikiza umbea wote ambao huhitaji kuujua. Unahitaji kunijua. Ndiyo, mambo yanazidi kuwa mazuri sasa, sio? Wajua, wakati mimi na Dave tulikuwa washirika katika kanisa la kidhehebu, nilitaka awe mzee wa kanisa, na wajua, sijui kama nilitaka kufanya hivi au la, lakini pengine nilimzungumzia kuhusu jambo hilo, kwa sababu Dave kamwe hakujaribu kumvutia yeyote. Kwa hivyo, kwa ujanja nijaribu kujishirikisha na watu wanaofaa na makundi yanayofaa, kwa sababu wajua, watu wanaofaa wangekupigia kura ili uwe mzee wa kanisa. Na unajua, nilitaka tu kujua kila kitu kilichokuwa kinaendelea, kutaka kujua kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Sasa hata kama tulitumia muda mwingi sana tukimtumikia Mungu kwa namna hiyo, ilikuwa kupoteza wakati. Tulipoteza thawabu yote kwa kazi hiyo. Sawa. Ni mambo mangapi unayowafanyia wengine ili iwe kama deni? Ili uwe na mtazamo huu, ndiyo, una deni langu kwa sababu nilifanya hiki na kile, kwa hivyo una deni langu. Au pengine tuangalie upande mwingine mzuri kwa muda mfupi ambao nafikiri tutaangalia. Ni mambo mangapi unayoyafanya kwa ajili ya Mungu pekee? Ni mambo mangapi unayofanya ili kumtumikia Mungu pekee bila kutarajia chochote? Unayafanya tu ili kumtumikia Mungu na kwa kumtii kikamilifu. Ni mambo mangapi unayofanya ili kumsaidia mtu mwingine na unaweza kusema, sitaki chochote kutoka kwako, nina ari kubwa ya kukusaidia. Sasa hayo ndiyo mambo tunayolenga. Hayo ndiyo mabadiliko tunayotaka. Tunataka kubadilisha nia zetu. Na nitawaambia, mimi huwa nagundua nina nia mbaya kila wakati. Lakini mimi hubadilisha nia hizo. Mimi hubadilisha moyo wangu kabla ya kujihusisha na jambo, kwa sababu sitaki kupoteza muda mwingine katika maisha yangu nikifanya mambo yasiyo na thamani na kupoteza muda wangu na juhudi zangu. Nataka kufanya yale yatakayozalisha matunda mema katika maisha yangu, sio kitu kingine chochote. Ni vyema kufanya mambo kwa sababu mambo hayo ni sahihi kufanya. Sio lazima uhisi kufanya mambo hayo au hata wewe unataka kuyafanya. Naamini kuwa Mungu anapenda tunapofanya kitu kwa sababu kinafaa. Ndiyo kitu tunachostahili kufanya. Ni hatua sahihi kwenda kuleta amani kati yako na mtu mwingine kunapokuwa na ugomvi kati yenu. Ni kitendo sahihi kuwa mtu wa kwanza kuchukua hatua ya kwanza ya kuleta amani kati yenu katika hali hiyo. Ni sahihi kusamehe. Sihitaji kuhisi kusamehe. Nikikusamehe mara 20 huna deni langu. Nafanya hivyo kwa sababu Mungu ameniagiza kufanya hivyo na kwa sababu ni haki. Na Mungu ni mwerevu kuniliko, na nataka tu kufanya mambo kulingana na matakwa yake, kwa sababu nilitumia muda mwingi sana nikivuruga maisha yangu. Amen. Na ni mambo mangapi tunayofanya na tunapaswa kuyafanya kwa sababu ni wajibu wetu kulingana na Biblia.
Kwa mfano, kuwatunza wazazi wazee na mababu. Hebu turejelee Wakorintho wa kwanza. Nafikiri nina maandiko 20 na tayari naona ni mangapi nitayaangazia. Mstari wa 13, iwe iwavyo, ubora wa kazi ya kila mmoja utaonekana wakati siku ile ya Kristo itakapoifichua, maana siku hiyo itatokea na moto, na huo moto utaipima na kuonyesha ubora wake. Ikiwa alichojenga mtu juu ya huo msingi, matokeo ya kazi yake kitaustahimili huo moto, atapokea tuzo. Lakini kama alichojenga kitaunguzwa, basi atapoteza tuzo yake, lakini yeye mwenyewe ataokolewa kana kwamba ameponyoka kutoka motoni. Hii inawafaa. Wajua, nilikuwa nimeketi pale jioni ya leo na nilikuwa natazama umati huu na nikafikiri, nashangaa alikuja hapa kufanya nini? Pengine unafikiria nina matatizo makubwa sana maishani mwangu, hii itanisaidiaje? Mkristo mpendwa mchanga, huna habari jinsi hii itakavyokusaidia. Ukiweza kuwa na nia sahihi, ukiweza kuacha kuwa na mtazamo kama huu, nataka kukuvutia, najali unavyofikiria kunihusu, wajua nafanya kwa ajili ya nyinyi. Ikiwa unaweza kufikia mahali ambapo unasema, Mungu, sitaki kuhusisha na jambo hili, ikiwa mwenyewe husiki. Ikiwa si wewe, ikiwa huhusiki, basi sihusiki. Sitaki kuhusika tena katika kazi zozote zisizo na uhai na zisizo na upako katika maisha yangu. Ninachotaka kufanya, nataka kukifanya kwa urahisi na kwa nguvu, na Mungu atabasamu kama ishara ya kupendeza kwake na maisha yangu. Na kadri unavyojifunza hivyo mapema, ndivyo utakavyofanya kazi na Roho Mtakatifu haraka zaidi ili kutakasa moyo wako, na ndivyo utakavyofanikiwa zaidi na uwe na nguvu zaidi. Hujui kabisa, bado hujashuhudia kile ambacho Mungu anaweza kufanya kupitia mwanaume au mwanamke mmoja atakayeruhusu moyo wake utakaswe na mpe Mungu utukufu wote kwa kila jambo analolifanya. Na kila wakati huwa tunatafuta njia za kufanikiwa. Naamini kuwa hii ni mojawapo ya mambo makubwa sana, kwa sababu Mungu huona yale yasiyoonekana na watu wengine, na anataka ukweli na utakatifu na uaminifu. Na hiyo haimaanishi kuwa bila dosari, hiyo haimaanishi kufanya kila kitu bila dosari, lakini inamaanisha kufanya kadri ya uwezo wetu. Tusiwe watu bandia, tuwe watu waaminifu, tuwe na roho safi, na tufanye kile tunachofanya kadri ya uwezo wetu na kwa sababu zinazofaa. Sasa, Mungu hudharau kazi za kimwili, lakini tunapaswa kufanya kazi za Mungu. Na hayo ni mambo mawili tofauti kabisa. Kazi za kimwili ni kama vile kuwa na wazo langu la kuunda mpango wa kumbadilisha Dave, kuwabadilisha watoto wangu, kukuza huduma yangu, kubadilisha hali zangu, kupandishwa cheo, kuwa kiongozi wa nyimbo za ibada kanisani, kuwa rafiki wa dhati wa mhubiri, au chochote kile ninachofikiri kuwa ninataka. Ni wazo langu na nguvu zangu kujaribu kufanya kile ambacho Mungu peke yake ndiye anaweza kufanya. Wangapi wananielewa? Na hakuna upako hapo. Kwa hivyo unaishia kuanguka, kukata tamaa na kuhangaika. Hayo ndiyo unayopata, na najua kwa sababu nilifanya hivyo kwa miaka na miaka. Eti nikifanya hivi huduma yangu itakuwa, nikifanya vile huduma yangu itakuwa, nikifanya hivi pengine nitapata fursa nyingi za kufundisha, nikifanya vile pengine milango mingi zaidi itafunguka, nikifanya hivi nitajihusisha na watu wanaofaa, pengine ikiwa mimi ni mwema kwako utanialika, kisha nitajumuika na watu wanaofaa na nitajenga ushirikiano unaofaa. Jameni, sikujifunza haya yote kwa usiku mmoja. Ninawapa hekima ya takriban miaka 35. Tafadhali ipokeeni. Hiki ndicho chanzo kikuu jioni ya leo kuhusu nia. Jameni, tuna maisha haya tunayoishi huko nje na tunayaonyesha kwa kila mtu, lakini maisha yanayomhusu Mungu ni yale tunayoishi hapa ndani, ni maisha ya ndani. Ningependa watu wawe na ukweli katika utu wao wa ndani. Zaburi ya 51 inasema, huo utu wako wa ndani uliofichika ndio unaomvutia Mungu. Una maisha ya siri ambayo ni wewe tu na Mungu ndio mnayojua kuyahusu, na hayo ndio ya muhimu kuliko yote. Amen.
Hiyo ndio sababu hufai kutatizwa na jinsi watu wanavyokuhukumu, kwa sababu cha muhimu ni kile ambacho Mungu anafikiria. Sasa hebu nirejee kwa swala hilo la nia na jinsi tunavyopoteza zawadi yetu, na nikupe mfano kwa dakika moja tu. Kazi za kimwili na mambo tunayoanzisha na kuyafanya ambayo tunafikiria kuwa yatatupa umaarufu au kutufanya tuonekane, lakini kazi za Mungu ni kufanya tu yale mambo aliyosema tuyafanye kwa njia takatifu na rahisi kama anavyosema. Na huna wasiwasi ikiwa utapata kitu au la, una uhakika kuwa Mungu atakutunza. Sasa wajua, Mungu hunifundisha kupitia kwa mambo halisi, kwa hivyo ni hayo tu ndiyo ninayojua kuwafundisha. Mimi sipendi urembo sana, lakini nafikiri mtaelewa. Mungu alikuwa ananifundisha kuhusu swala hili la nia miaka mingi iliyopita, na nilikuwa nimeketi kwa saluni nikitengenezwa kucha zangu. Mimi huweka hizi kucha bandia na inachukua muda kuziweka. Nimekuwa nazo kwa miaka 25 kama wengi wenu. Oh, kucha zako zinapendeza. Ndio zapendeza, si zangu, lakini ndio zapendeza. Kwa hivyo hii ilikuwa enzi za miaka ya 80 na watu walipenda sana kuvaa vipini vikubwa vya kutangaza Yesu. Vilikuwa na herufi kubwa hivi, na wajua, vilikuwa vinang'aa na kupendeza, na kwa hivyo tulitaka kutangaza. Kwa kweli tulitaka kushuhudia. Wajua, nilikivaa kwa moyo safi. Nilitaka tu kuwa shahidi wa Mungu. Kwa hivyo niko hapo kwenye saluni nikitengenezwa kucha, na dada mwingine alikuwepo hapo, naye alikuwa anasubiri kutengenezwa kucha. Ilikuwa saluni ndogo kweli, na alijua kuwa nilikuwa mwalimu wa Biblia, na tukaanza kuongea, na alikuwa Mkristo, alikuwa muuguzi katika wadi ya saratani, na akaniambia, wajua, nimetamani kuomba pamoja na wagonjwa na kuwaambia kuhusu Yesu, lakini sisi hufutwa kazi tunapofanya hivyo. Na kwa hivyo nilihisi kana kwamba Roho Mtakatifu aliweka wazo hili moyoni mwangu kwamba nimpe kile kipini cha Yesu na kumwambia ikiwa angekivaa juu ya sare yake na kuwainamia wagonjwa anapowashughulikia, wangeona hilo neno la Yesu na jina lake tu lingekuwa na nguvu za kutosha kuwahudumia. Kwa hivyo, nilihisi kabisa kwamba wazo hilo lilikuwa na upako. Kwa hivyo nikaanza kumpa kile kipini, na nikahisi msukumo mdogo kutoka kwa Roho Mtakatifu ukiniambia fanya hivyo faragani. Nikashanga, sasa ni vipi nitampa faragani? Tuko watatu humu ndani. Na basi baada ya muda mfupi, msichana aliyekuwa ananishughulikia kucha zangu akaniambia, Joyce, wajua itanibidi nitoke kwa dakika moja tu. Kuna duka la vitu vya urembo hapa karibu na nahitaji kuchukua kitu fulani. Hivi hapa havitoshi kushughulikia kucha zako. Kwa hivyo akatoka. Sasa nilijua ndani ya moyo wangu kwamba Mungu alikuwa ananitengezea njia ya kumpa yule dada kipini faragani, ili nisiwe najitafutia umaarufu, bali kwa ajili ya Mungu tu. Sasa sipendi kusema hivi, lakini nasikitika kwamba nilitafakari na kutafakari kuhusu jambo hilo, na ninapokumbuka sasa nagundua kwamba mwili wangu ulikuwa unatafuta njia japo ndogo ya kujitafutia umaarufu. Kwa hivyo mwishowe nikaamua, wajua, nafikiri nitakuwa mfano mwema ikiwa ataniona nikiwa mkarimu. Kwa hivyo kusema kweli, nilingoja hadi aliporudi, ndipo nikatoa kipini changu cha Yesu. Mungu alinenea na kuniambia nikupe kipini hiki. Wewe ni mzuri ajabu, na kila mtu fikiria mimi ni mzuri ajabu, na nilihisi mimi ni mtu mzuri ajabu, na nikamaliza kutengenezwa kucha na nikatoka nje ya saluni, na Roho Mtakatifu akaniambia, natumai umefurahia kufanya hivyo, kwa sababu hiyo ndiyo tuzo yako. Nashangaa ni kiasi gani cha baraka za Mungu tunachopoteza kwa sababu tunashughulika sana kujaribu kupata umaarufu japo kidogo. Nashangaa ni nini Mungu angependa kutufanyia ikiwa tungemtumainia ya kutosha na kunyamaza na kusubiri kidogo ili tuone kile ambacho Mungu angependa kufanya. Hebu tusome Mathayo 6. Napenda mafundisho haya. Mathayo 6. Jihadharini msije mkafanya matendo yenu mema mbele ya watu kusudi muonekane nao. Sasa nia iko hapo, kusudi muonekane nao. Haimaanishi kuwa hakuna mtu anayepaswa kuona matendo yako mema. Haiwezekani kuficha kila kitu unachokifanya kutoka kwa watu kila wakati. Lakini jambo kuu hapa ni nia. Msiyafanye matendo kusudi muonekane nao. Ikiwa umewahi kugundua, mambo mengi aliyoyafanya Yesu alifanya na kuondoka kwa haraka bila yote kujua alikoenda. Na wakati mwingi hata angesema, hakikisheni msiseme kuhusu jambo hili. Sasa mbona alifanya hivyo? Hakutaka kupata umaarufu kutoka kwa watu. Hilo alikuwa kusudi la kufanya yale aliyofanya. Alitaka kitendo chake kisaidie kuwa kitu kitakatifu ambacho kitamtukuza Mungu.
Kumbuka kwamba kila wakati ambapo watu hawakutambui, Mungu anakutambua mbinguni. Anafurahishwa sana na kile unachofanya, hata kama hakuna mwingine anayeona unachofanya. La sivyo, Baba yenu aliye mbinguni hata wapeni tuzo. Basi unapomsaidia maskini usijitangaze. Usifanye kama wanafiki wafanyavyo katika masunagogi na njiani ili watu wawasifu. Kweli nawaambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao. Lakini wewe unapomsaidia maskini, fanya hivyo kwamba hata mwandani wako asijue ufanyalo. Wajua nini, kulingana na mimi, jinsi Mungu alivyonielezea hayo ni kama, wajua, nahusika katika kuwatendea watu mambo makubwa, na wajua huwa nina shughuli nyingi. Kwa mfano, tutakuwa na kongamano kubwa hapa, huenda tukawa na watu 1600 au 700 watakaokoka tutakapofika wakati wa kwenda nyumbani. Mambo mengi ajabu yatafanyika. Wajua, mimi hupongezwa sana, watu wengi huniambia mambo mazuri, lakini ninachopaswa kufanya ni kuchukua kila mojawapo ya pongezi hizo na kumpa Mungu kama shada la maua. Kisha nitakapolala kitandani usiku wa leo, sitalala na kufikiria jinsi nilivyo mzuri na mambo mazuri niliyoyatenda. Hufai kufanya hivyo. Ni lazima useme, Mungu, mimi si kitu bila wewe. Angalau mara 10 kila siku mimi husema, Mungu, mimi si kitu bila wewe. Ukienda mbali nami hata kidogo, nitaanguka. Siwezi kufanya chochote bila wewe. Mimi ni kila kitu na vile vile mimi si kitu. Yaani mimi ni kila kitu ndani yako na mimi si kitu bila wewe. Na sisemi hivyo kujidunisha au kufanya nihisi vibaya kujihusu, lakini siwezi kuwa na kiburi kwa sababu nifanyapo hivyo basi yote yataisha. Tazama, nafahamu vizuri kuwa ninachofanya ni kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu kusema kweli sina kipawa kikubwa vile. Mimi ni mzungumzaji tu, na ikiwa sina upako juu ya maisha yangu, basi ni kuzungumza tu. Watu hawatajaa kwenye vyumba hivi kwa saa kadhaa na kusafiri kutoka maeneo mengine na kukodisha vyumba hotelini na kutafuta watu wa kuangalia watoto wao ili wamsikize mwanamke akiwapigia kelele tu na kuongea, ikiwa hakuna kitu kingine ndani yake. Ni lazima niwe na uwepo wa Mungu katika maisha yangu, la sivyo maneno yangu hayatakuwa na manufaa yoyote. Na siwezi kuwa na uwepo huo ikiwa sitafanya kila niwezacho kuwa na nia inayofaa. Sasa niamini, nia zangu hazikaribii utakatifu wa 100%. Kwa hivyo ikiwa huhitaji ujumbe huu, nitahubiri kwa ajili yangu, kwa sababu na uhitaji angalau mara moja kwa siku. Lakini nataka nia zangu ziwe sawa, na sitaki kufanya mambo kwa nia zisizofaa, na nataka kumtii Mungu, na ninakuwa kila siku. Na najaribu tu kufungua macho ya watu na kuwaamsha jioni ya leo kuwa pengine hili ni jambo ambalo hujawahi litilia maanani, au pengine hujawahi kufundishwa na yeyote kuhusu mambo haya. Tunahitaji kusikia mambo haya. Mungu havutiwi na yale tunayofanya. Cha muhimu ni nia yetu ya kufanya yale tunayofanya. Unachohitaji kufanya ni kuwa kama mwanamke mjane aliyetoa kile tunachoita sarafu za mjane. Alitoa sarafu 2 ambazo kila moja ilikuwa ni kama senti 5. Nimesahau idadi iliyokuwepo, lakini kilikuwa kiasi kidogo sana cha pesa. Na kulikuwepo na watu waliokuwa wanarusha pesa kwenye hazina kutoka kushoto na kulia. Na Biblia inasema kuwa Yesu alisimama kando ya hazina na kutazama jinsi watu walivyokuwa wanaweka pesa kwenye hazina hiyo. Ndiyo, inafaa. Na hakuwa anaangalia kiasi cha pesa walichokuwa wanatupa ndani, bali alikuwa anatazama nia yao ya kufanya hivyo. Alikuwa anatazama mtazamo wao. Na yule mjane alitoa kiasi kidogo kuliko pengine wale wote waliokuwepo pale, lakini Yesu alisema mjane huyu alitoa zaidi ya wale wengine wote. Wajua ni kwa nini? Kwa sababu Yesu aliona moyo wake. Mwanamke huyo alikuwa tayari kutoa kila kitu alichokuwa nacho, na alifanya hivyo kutokana na upendo wake wa dhati kwa Mungu, na Yesu akasema alitoa zaidi ya kila mtu. Mungu huhesabu tofauti na sisi. Amen.